Umekunja nguo yako, umefika eneo la tukio, sehemu ya kutawadha. Jambo la kwanza ndugu zangu katika imani, unafungua maji. Kwenye kufungua maji yatakiwa kuna aina ya kutawadha mara tatu, na dua ya kutawadha ni kusema bismillah. Hakuna dua tofauti na bismillahi katika udhu. Ndugu zangu katika imani, umefungua maji, ili usifanye israfu, yatakiwa ufunge mara moja, mara mbili, mara tatu. Hapo umemaliza kuosha vitanga vyako mara tatu. Kinachofuata ndugu zangu katika imani, baada ya kuosha vitanga mara tatu, unaweka maji mdomoni na kupandisha puani, unatema, unatema, unatema. Haya ni mara tatu. Nimetumia mkono wa kuume. Kuna hadithi inazungumzia kutoa maji ya puani kwa mkono wa kuume. Vile vile kuna hadithi inazungumzia kutoa maji ya puani kwa mkono wa kushoto. Mara moja, mara mbili, mara tatu. Wakati wa kuweka maji mdomoni, kuna baadhi ya watu umemwona kabisa amechukua maji ameweka mdomoni, anafika anayameza. Hili ni kosa katika masala ya udhu. Maji ya mdomoni baada ya kusukutua unayatema ndugu zangu katika imani, unatema. Ima utasukutua bila kuweka vidole, au unaweza ukaweka kidole. Vile vile wakati wa kupandisha maji puani, uwezekano upo unapandisha kiasi hadi maji yafike, yafaa. Ila kwa wale ambao wana maradhi, wanahofia, au kwa yule ambaye anakuwa amefunga anahofia akipandisha maji kwa kasi huenda yakashuka, hapo ndio unavuta kidogo. Kwa hiyo unaweka maji mdomoni, mengine unapandisha puani. Unafanya hivyo mara tatu. Baada ya kuweka maji mdomoni na puani mara tatu, kinachofuata ni kuosha uso ndugu zangu katika imani. Umevaa kofia, umevaa kiremba. Kuna aina ya viremba ambavyo wanaita ni muhannaka, yani ni vile viremba ambavyo yule mfungaji anachukua muda mrefu kukifunga. Yawezekana hata dakika 15, dakika 20 hadi nusu saa bado anafunga kiremba. Wakati wa kutawadha ndugu zangu katika imani, sheria imeweka wepesi. Kile kiremba hamna haja ya kukifungua, utakiacha vile vile kichwani. Sasa umevaa kofia, umevaa hivi viremba vya kawaida, kofia unaweka pembeni ndugu zangu katika imani. Kisha unaosha uso. Na katika kuosha uso ndugu zangu katika imani, yatakiwa tufahamu ya kwamba uso una mwanzo na mwisho. Mwanzo wa maoteo ya nywele ndio mwanzo wa uso, hadi huku chini ya kidevu ni uso. Vile vile mwisho wa nywele huku kwenye sikio hapa ndio kwa upana ndio mwisho wa uso. Kwa wakati wa kuosha tuweni makini ndugu zangu katika imani. Kuna baadhi yetu tunakuwa na haraka, hizi sehemu hizi unakuta maji hayafiki vizuri, huku chini ndio usisemi kabisa. Kwa hiyo wafungua maji, waosha uso mara moja, mara mbili, osha uso mara tatu. Hapa unakuwa sehemu zote maji yamefika.